Dalili za mimba ni hizi hapa. Tafadhali, ukiziona dalili hizi basi ujue we mwanamke una ujauzito. Aidha, basi fanya vipimo mapema. Dalili ya kwanza kabisa ni mabadiliko ya maziwa. Kwenye maziwa hapa utaona maziwa yakijaa na kuuma. Ukiona tu mabadiliko ya maziwa yanajaa na kuuma, basi yawezekana wewe ni mjamzito. Na wakati mwingine yanaambatana na kuwasha, hasa kwenye nipo yako, aidha mwishoni mwa ziwa huko. Lakini wakati mwingine hiyo nipo inaweza kubadilika rangi ikawa nyeusi. Okay? Kabla sijaendelea, kama wewe ni mara ya kwanza kutembelea channel yetu, unaweza ukasubscribe channel yetu ili kwa ajili ya kujifunza zaidi ninavyotoa masomo. Dalili ya pili ni hali ya kichefuchefu na kutapika. Unaweza ukawa unapata hali ya kichefuchefu na kutapika. Asubuhi vile vile unaweza kuambatana na homa. Asubuhi unajihisi ni kama unaumwa. Hiyo ni moja ya dalili ya mimba. Na ukiona hivyo basi ni vema ukapunguza kula vyakula vya mafuta mengi. Pili, hali ya kuchoka sana, mwili kuchoka sana. Unaweza ukafanya kazi kidogo tu unajihisi umechoka mno. Aidha unakuwa unakosa pumzi. Ukikimbia kidogo tu unahisi kuchoka kuliko kawaida. Kwa hiyo kama wewe ulikuwa mkimbiaji, unaanza kuona utofauti. Ukipandisha mlima kidogo tu umechoka, umeshika kiuno. Basi hiyo ni dalili ya mimba. Mabadiliko ya hisia. Mood yako inaweza ikabadilika, ukajikuta muda mwingine unajiona ni kama una furaha, aidha muda mwingine ni kama uhitaji kukaa mpweke. Kwa hiyo pia inaweza kuwa ni dalili ya mimba. Hali ya kukojoa mara kwa mara, hasa hapa mimba ikifikisha miezi 3, inaweza ikapelekea hali ya kukojoa mara kwa mara, kwa sababu kizazi kinaanza kuwa kizito, kinaanza kufanya nini? Kushinikiza kibofu cha mkojo. Kwa hiyo hali ya kukojoa inaanza kuja. Vile vile mabadiliko ya ngozi pamoja na chunusi. Na mabadiliko ya ngozi yanatokana hasa na hormone, ambapo hapa hormone zinaweza kupelekea kuzalishwa kwa mafuta mengi sana kwenye ngozi yako, na mwisho kupelekea wewe mabadiliko hayo ya kwenye ngozi. Kwa hiyo ukiona dalili kama hizi, basi ujue una ujauzito. Kwa hiyo sasa, dalili ya mwisho na kubwa zaidi ni kwamba kama hauoni hedhi yako, kama hujaingia kwenye period yako kwenye mwezi ambao unatakiwa kuingia, basi hapo ujue kabisa wewe ni mjamzito. Kitu cha msingi, fanya vipimo utakapoona dalili kama hizo. Ukishafanya vipimo, basi itakusaidia kuanza matibabu mapema, kuanza kliniki mapema, ili sasa kutibu changamoto zote ambazo zinaweza kuathiri mimba yako. Asante sana, unaweza ukashare na mwingine ili naye ajifunze, itakuwa ni jambo jema sana. Nikutakie wakati mwema.